Lembuka oye! Naitwa Charles Mgogo. Ninaleta kero yangu Lembuka. Lembuka hii kunanilea mimi, ilikuwa inanitunza mimi. Sasa hakuna kitu chochote cha kuweza kunitunza mimi. Kwa hiyo ndani sina chakula chochote zaidi ya Lembuka. Lembuka ndio ilikuwa inanilea mimi. Ilikuwa sifanyi biashara, nilikuwa ni banafya wa usafi. Nilikuwa nafanya usafi. Ninaporudi pale narudi na pesa kidogo na chakula kwa wingi. Sasa ndugu mkoa wetu, naomba Lembuka ikae sawa, iweze kunisaidia chakula. Swala la kwamba Lembuka eneo la Isitu, kitongoji cha Isitu mjini, sababu kubwa ilikuwa ni walemavu wenyewe. Walemavu mara ya kwanza kuja ofisi ya kata kuomba kwamba wanahitaji kufanya kikao na uongozi wa serikali za vijiji cha Isitu na uongozi wa kata. Mimi kama mtendaji nilimwakilisha mheshimiwa diwani, lakini nilikuwepo na watendaji wangu wote 6. Lakini katika kikao kile kulikuwa kuna viongozi wa shirikisho la walemavu wilaya walikuja pale, ambao ndio walikuwa wasimamizi wa kikao kile. Baada ya kikao kile, walemavu wenyewe waliandika muhtasari ambao ulienda kwa mkurugenzi wa halmashauri kwamba wanahitaji eneo lao waweze kulitumia. Mkurugenzi wa halmashauri alirudisha kwangu kwamba swala hili la mnada lipo chini ya ofisi ya mtendaji wa kata. Mimi kama mtendaji wa kata, baada ya kupokea muhtasari ule, nakala ya muhtasari, nilipeleka kwenye ODC. Kwa maana ODC ilipokea maombi ya walemavu kwamba wanahitaji eneo lao. ODC ilifanya michakato kuangalia ni eneo gani ambalo linaweza likafaa kwa ajili ya mnada. Baadaye tuliangukia eneo la chama. Swala la makubaliano na walemavu, pale kwa walemavu wao waliomba lile eneo, walidai wanahitaji kujengewa chuo ambacho kitawasaidia walemavu kupata ujuzi utakaopelekea kujikimu kwenye vipato vyao. Hayo ndio maelezo ambayo walikuwa wametoa mwanzo. Lakini baadaye ni kweli walikuja wakasema kama Lembuka inaendelea basi iendelee, lakini na sisi tuwe na maslahi. Ikumbukwe vipato vyote vinavyopatikana, sisi kata hatuna mamlaka. Vyote vinakwenda halmashauri, baadaye halmashauri ndio inarudisha maendeleo kama ambavyo tulikuwa tunaelezea. Tulikuta sisi kama walemavu wa kata ya Chimala hatuna maslahi yoyote kwenye ule uwanja isipokuwa kuna watu wanufaika. Kwa hiyo ninaomba, kama mimi ni mwenyekiti wa walemavu wa viungo wa kata ya Chimala, natoa agizo kwamba kama endapo Lembuka tarudi pale, unasema 70% wilayani au halmashauri, 30% kwa walemavu. Alafu kama sisi ni wahitaji wa kujengewa chuo, tutatafutiwa eneo lingine. Sasa ombi langu nasema hivi, isije ikawa siasa. Chuo tusijengewe, 30% tusipewe, Lembuka imerudishwa kule, kwa kweli itakuwa impendezi Mungu. Naomba sana tafadhali. Hayo waanze na mheshimiwa diwani, usimamie hapo, ukazindue Lembuka pale. Na 30% inakwenda kwao watu wenye ulemavu, 70% itakwenda kwenye halmashauri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lembuka oye! Haya. Swala lingine, nitaomba na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata watashiriki kuipokea Lembuka pale. UWT, UVCCM, jumuiya ya wazazi na mwenyekiti wa chama wa kata na katibu wake na kamati ya siasa, mkiipokea Lembuka pamoja na mheshimiwa diwani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.